Naam, Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Habari ya siku hii ya leo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Roho Mtakatifu, kipindi ambacho kinatujia kila siku ya Jumatano saa 5 kamili kutupatia mafundisho kuhusu Roho Mtakatifu. Mimi ninayezungumza nawe ninaitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi. Kabla tujaanza basi ni kualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu unaishi juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kutubariki na kutupatia wasaa mwingine tena wa kujifunza neno lako. Tunakualika sasa uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Kipindi hiki cha Roho Mtakatifu ni kipindi ambacho kinajikita katika kutupatia mafundisho ya Biblia. Jinsi gani Biblia inamfunua Roho Mtakatifu katika uungu wake, lakini jinsi gani Biblia inamfunua Roho Mtakatifu katika uwepo wake kama nafsi. Kipindi kilichopita tulianza kipengele cha pili ambacho kinazungumzia uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi hai ya kiungu. Na tulijifunza tukaweka msingi wa kile ambacho tutajifunza katika vipindi vinavyofuata kuhusiana na uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi. Tulijifunza mambo yafuatayo. Tulijifunza maana ya neno nafsi ili tuweze kufahamu upana wake na iliweze kutusaidia kutuongoza katika kufahamu ni kwa jinsi gani Biblia inatufundisha Roho Mtakatifu ni nafsi. Neno nafsi tulijifunza lina maana ifuatayo. Moja, tuliona neno nafsi linaweza kumaanisha ni neno ambalo neno nafsi ni neno ambalo limetoholewa kutoka katika neno la Kilatini persona. Neno hili persona kwa Kiingereza ndio lilitolewa likaitwa person, na hiyo Kiswahili linaitwa nafsi. Maana yake linahusisha kiumbe ambaye ni mwanadamu mwenye sifa ambazo ziko tofauti na viumbe wengine, kwa mfano ng'ombe au mbuzi au wanyama wengine. Lakini tuliangalia kama siku ya Kiswahili ilitueleza maana ya neno nafsi ni sifa za kiumbe aliye hai na hasa binadamu, ambazo zinahusisha jinsi ambavyo mwanadamu ni mwenye utashi, ni mwenye hisia, ni mwenye mawazo pamoja na matakwa. Hiyo ndio kamusi kuu ya Kiswahili ilieleza kwa maana ya nafsi. Sasa neno hili nafsi katika Biblia limetokea kwa mara ya kwanza katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Biblia inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, na mwanadamu akawa nafsi hai. Kwa hivyo mwanadamu ambaye ndiye nafsi hai ni mjumuiko wa mavumbi ya udongo pamoja na pumzi ya uhai. Ndio unapata mwanadamu ambaye ni nafsi hai. Mwanadamu hana kitu ndani yake ambacho ndio kinaitwa nafsi, ila yeye mwenyewe ndiye nafsi hai ambaye ni mjumuiko wa pumzi pamoja na udongo. Neno hilo nafsi kama lilivyotumika hapo Mwanzo 2 mstari wa 7 ni neno la Kiebrania nefes. Neno hili nefes linamaanisha kiumbe ambacho kinapumua na hasa binadamu. Kwa hivyo ukiona nafsi kwa lugha ya Kiebrania waliita nefes, na hilo neno nefes linamaanisha kiumbe anayepumua na hasa ikiongelea mwanadamu. Lakini neno hilo nafsi katika Agano Jipya limetumika katika mafungu yafuatayo. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 26, neno la Mungu linasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Yesu alisema katika Mathayo 22 mstari wa 29, mpende jirani yako kama nafsi yako. Neno hilo la Kiunani nafsi lenyewe ni neno ambalo limetumika ni sache. Neno sache ni neno ambalo linamaanisha kiumbe mwenye akili na hisia, na hasa likiwa linahusianisha mwanadamu. Kwa hivyo kwa maana hizo ambazo tulijifunza, tunagundua ya kwamba tunaposema neno nafsi linahusianisha na kiumbe ambaye ana sifa zifuatazo. Moja, kwanza ana utashi.
lakini 2 ana hisia, 3 ana mawazo, 4 ana matakwa au shauku au desire. Hizo ndizo sifa ambazo zinamfanya kiumbe awe nafsi. Na kiujumla sifa hizi zinapatikana kwa mwanadamu peke yake. Hazipatikani kwa ng'ombe, wala hazipatikani kwa mbuzi wala kuku. Ndio wanaweza kuwa na hisia, lakini hawana sifa ya kuwa na mawazo, hawana sifa ya kuwa na utashi. Hizi ni sifa za pekee ambazo anazo mwanadamu. Sasa hiyo ndio maana ya neno nafsi. Sasa njoo katika ukweli huu ambao tunaanza siku ya leo. Leo tunajifunza Roho Mtakatifu ni nafsi. Ni kwa jinsi gani Biblia inamfunua Roho Mtakatifu kama moja ya nafsi 3 za kiungu. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari ule wa 8, Biblia inasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Biblia inatuambia ya kwamba mbinguni wako watatu wanaoshuhudia. Wa kwanza anayetajwa ni Baba, wa pili anayetajwa ni Neno. Ukisikia Neno ndiye Yesu Kristo au Mwana, na watatu anayetajwa ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mbinguni kuna nafsi 3, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na nafsi hizi 3 ni Mungu mmoja, sio miungu watatu. Nimesikia baadhi hata wachungaji wengine wanafundisha, wanasema kwamba ni miungu watatu. Hapana, sio miungu watatu, ni nafsi 3 za kiungu. Na hizi nafsi 3 za kiungu ndio zinazofanya Mungu mmoja. Sasa anakuwaje Mungu mmoja? Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari ule wa 4, Biblia inasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Biblia inafundisha ya kwamba Bwana Mungu ni mmoja. Neno hilo Mungu ni mmoja lililotumika hapo, hasa hilo neno mmoja, ni neno lile lile ambalo limetumika katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Labda twende hapo tena. Biblia inasema, kwa hiyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo neno ambalo limetumika katika Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4, ambalo linasema Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, ndio neno hilo hilo lililotumika katika Mwanzo 2 mstari wa 24. Lile neno mmoja, anasema Mungu ni mmoja, na huku anasema mwanaume na mwanamke ni mwili mmoja. Neno mmoja ni neno la Kiebrania ekad. Neno hilo ekad linamaanisha muunganiko wa umoja au kitu kimoja. Linaweza pia kumaanisha mfanano. Sasa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja. Ni sawasawa na mwanaume na mwanamke walio katika ndoa ni mwili mmoja. Sasa hiyo ndio sayansi ya Biblia inayotufundisha. Yaani mtu mume na mtu mke ambao wameoana kihalali kwa ndoa halali iliyoidhinishwa kihalali, hao ni mtu mmoja, ni mwili mmoja. Na ndio maana ukisoma kule katika Mwanzo 1 fungu la 26, Mungu anasema tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale. Na anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, akamuumba mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo mwanamke na mwanaume walio katika ndoa wanaunda mtu mmoja. Na ndio Baba, ndio maana inayofunuliwa hapo ni mfano wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanaunda Mungu mmoja. Sasa ni nafsi 3, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, lakini ni Mungu mmoja. Mungu mmoja katika akili, Mungu mmoja katika kusudi, Mungu mmoja katika asili, Mungu mmoja katika tabia. Ndiyo maana Biblia inatueleza ya kwamba katika nafsi hizi 3, Roho Mtakatifu yeye ndiye nafsi ya 3. Sasa tunapojifunza kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya 3, Biblia inafundisha ya kwamba yeye Roho Mtakatifu amefunuliwa kwa sifa za nafsi. Usisahau zile sifa za nafsi ambazo tumejifunza. Sifa ya kwanza ya kiumbe kuwa nafsi, lazima awe na utashi. Sifa ya pili, lazima awe na hisia. Sifa ya 3, lazima awe na mawazo au nia. Sifa ya 4, lazima awe na matakwa au desire au shauku. Sasa Biblia inamfunua Roho Mtakatifu
katika sifa za nafsi. Kwa maana hii, Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ana utashi. Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ana hisia. Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ana matakwa. Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ana nia au mawazo ambayo ni tofauti kabisa na Baba na Mwana. Sasa hebu tuangalie, tukianza na kipengele cha kwanza, jinsi Biblia inavyomfunua Roho Mtakatifu ya kwamba yeye ni nafsi. Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ana utashi binafsi. Nini maana ya kusema Roho Mtakatifu ana utashi binafsi? Maana yake ni hii: Roho Mtakatifu anao utashi binafsi ambao si Baba na wala si wa Mwana. Yeye mwenyewe kama nafsi anao utashi wa kwake, kwa maana kwamba ana uwezo wa kuamua, ana uwezo wa kuchagua na ana uwezo wa kufanya maamuzi. Katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaita. Kwa hivyo Biblia inatuonyesha jinsi Roho Mtakatifu alivyo na utashi binafsi. Anasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Hapa utashi wake uko wapi? Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu kwanza hapa kama nafsi anasema. Nguvu ya kiungu au nguvu ambayo si nafsi haina uwezo wa kusema, lakini fungu hili linatuonyesha ya kwamba Roho Mtakatifu anazungumza, anasema, ananena. Maana anasema nitengeeni. Lakini jambo la pili, anataka. Katika fungu hilo limeonyesha Roho Mtakatifu anataka. Ndio maana anasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Na jambo la tatu, anachagua. Hapa Roho Mtakatifu anamchagua Sauli, anamchagua Barnaba miongoni mwa jamii ya watu wa Mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo linatuonyesha Roho Mtakatifu ni nafsi, ni kweli kwamba yeye anao utashi, kwa maana kwamba ana uwezo wa kuchagua, ana uwezo wa kutaka, lakini pia anasema au ananena. Hilo ni jambo la msingi ambalo linafunua ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Matendo ya Mitume sura ile ya 15 mstari wa 28, Biblia inasema, kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo ya lazima. Kwa hivyo Biblia inatuonyesha Roho Mtakatifu ni nafsi kwa sababu anapendezwa. Hapa anasema ilimpendeza Roho Mtakatifu. Hajasema ilimpendeza Baba wala hajasema ilimpendeza Mwana, ila amesema ilimpendeza Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ana utashi binafsi. Jambo lingine ambalo linafunua ukweli kuhusiana na Roho Mtakatifu kama nafsi, Roho Mtakatifu ana akili, Roho Mtakatifu ana maarifa, Roho Mtakatifu ana ufahamu. Hizi ni sifa za nafsi. Biblia tangu Agano la Kale na Agano Jipya linafunua sifa hizi za nafsi za Roho Mtakatifu, ya kwamba Roho Mtakatifu ana akili, Roho Mtakatifu ana maarifa, lakini Roho Mtakatifu ana ufahamu. Sasa hebu twende katika kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 10. Neno la Mungu linasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Fungu la 11, maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ni nafsi kwa sababu ana maarifa, ana ufahamu, ana akili. Ndio maana anasema yeye kwa sababu ana maarifa na ana ufahamu, ana uwezo wa kuchunguza yote. Na Biblia inaposema anachunguza yote, maana yake ni yote kweli. Tena anasema anachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu, the mystery of God. Yaani Roho Mtakatifu anachunguza hata mafumbo ya Mungu.
Ndio maana fungu la 11 linasema, ni nani ambaye anaweza kufahamu mambo yaliyo katika moyo wa mwanadamu isipokuwa mwanadamu mwenyewe? Anasema vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna anayeyafahamu isipokuwa Roho wa Mungu. Sasa kama si nafsi, hawezi kufahamu mambo ya Mungu, maana asingekuwa na maarifa ya kufahamu. Lakini kwa sababu anafunuliwa yeye ni nafsi, ana maarifa, ana akili, ana ufahamu, anafahamu mambo ya Mungu. Tena anasema mambo ya kina, the deep things of God, yale mambo ya kina kabisa ya Mungu, Roho wa Mungu anayajua. Na ndio maana tunaamini ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, kwa sababu ana maarifa, ana akili, lakini pia ana ufahamu. Jambo lingine ambalo linafunua Roho Mtakatifu kwa uwepo wake kama nafsi, Roho Mtakatifu ana hisia. Usisahau zile pointi ambazo tulijifunza katika somo lililopita, ya kwamba ili kiumbe awe nafsi, lazima kwanza awe na utashi, awe na akili, lakini pia lazima awe na hisia. Sasa Roho Mtakatifu sio kiumbe, yeye ni Mungu, lakini anafunuliwa katika Biblia kwa sifa za nafsi, kwa maana kwamba yeye ana hisia. Sasa hisia ni nini? Tuliangalia hapa. Hisia zinaonyesha ni ile hali ya mtu kuwa na upendo, kuwa na furaha, kuwa na hamu, na kinyume chake anaweza kuwa ni mtu mwenye chuki, kuwa na hasira, kuwa na kisirani. Hizo ni hisia ambazo ziko katika kiumbe na hasa kwa wanadamu. Sasa Roho Mtakatifu anafunuliwa ana hisia ya upendo. Biblia inasema katika Warumi 15 mstari wa 30, ndugu zangu, nawasihi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa Roho. Zingatia hiyo neno, kwa upendo wa Roho. Yeye ana hisia ya upendo. Unajua, kama moja ya wahusika katika Utatu Mtakatifu, Biblia inasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Na ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 4:8 anasema kwa sababu Mungu ni upendo. Sasa kama Mungu ni upendo, ina maana Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni upendo. Na Roho Mtakatifu anafunuliwa kwa hisia ya kwamba yeye anayo hisia ya upendo. Na kwa sababu ana hisia ya upendo, kuna mahali ambapo unaweza kumhuzunisha au ninaweza kumhuzunisha kwa vitendo ambavyo naweza kuvifanya ambavyo sio sahihi. Kwa sababu ya kuwa na hisia ya upendo, anaweza kuhuzunishwa. Biblia imeandika katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 4 na mstari wa 30. Neno la Mungu linasema, wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Neno la Mungu linatufunulia kwa uwazi kabisa ya kwamba Roho Mtakatifu ana hisia ya upendo, na kwa sababu ana hisia ya upendo anaweza kuhuzunishwa. Na anasema wala msimuhuzunishe yule Roho wa Mungu. Kwa hivyo mwanadamu katika matendo yake anaweza kumhuzunisha Roho wa Mungu. Na tunagunduaje mwanadamu anamuhuzunisha Roho wa Mungu? Ni kwa kuendelea kutenda mambo ambayo sio sahihi. Mungu anaweza kuwa anamwambia jambo hilo sio sawa, jambo hilo sio sahihi, usiendelee kulifanya, acha jambo hilo. Anasema mtu anapokaidi anaendelea anamuhuzunisha. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anahuzunika anapoona mwanadamu anaendelea katika dhambi, alafu hataki kutubu, na yeye amemsaidia kuweza kufahamu dhambi yake na hatimaye kumuongoza mfahamu Mwokozi wake. Anapokaidi sauti hiyo, mwanadamu anamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo yeye kama nafsi ana hisia ya upendo, na kwa sababu ana hisia ya upendo anaweza kuhuzunishwa. Ndio maana tunaambiwa wala tusimuhuzunishe Roho Mtakatifu, kwa sababu katika matendo yako, katika matendo yangu, kwa kujua na hata pengine kwa kuto kujua, ninaweza kumuhuzunisha Roho Mtakatifu. Unaweza kumuhuzunisha Roho Mtakatifu. Jambo lingine, fungu lingine ni katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya 63 na mstari ule wa 10. Isaya 63 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, lakini wakaasi wakamuhuzunisha Roho yake Mtakatifu, kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Biblia inaweka kwa bayana lile fungu la kwanza la Waefeso 4 fungu la 30 lenyewe liko Agano Jipya.
linaongea ukweli ya kwamba kuna uwezekano wa mtu kumuhuzunisha Roho Mtakatifu. Lakini Isaya 63 mstari wa 10 ni fungu ambalo liko Agano la Kale, na lenyewe linaweka kwa uwazi ya kwamba inawezekana mwanadamu akamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Na hapa imetufunulia walivyoasi, walivyokaidi, wakakataa kusikia sauti ya Mungu ambaye alikuwa anaongea nao na kuwasaidia katika maisha yao, walifika hatua ya kumuhuzunisha Roho Mtakatifu. Ndio maana Biblia inasema wakaasi, wakamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Ila sikiliza hilo fungu jinsi ambavyo linaeleza, wakaasi, wakamuhuzunisha Roho yake Mtakatifu. Matokeo ya kumuhuzunisha Roho Mtakatifu, anasema akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Kwa hivyo mtu yeyote anapokaidi, anapokataa kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu, hatua ya kwanza anayoifanya, anamuhuzunisha. Na akimuhuzunisha, anachopaswa kukifanya au ninachopaswa kufanya kama ni mimi, ninapaswa mara moja kuisikia sauti yake ili nigeuke. Na kama nikishindwa kugeuka, nikiendelea na msimamo wangu, ukiendelea tu na msimamo wako kwa matendo ya dhambi ambayo unafanya, na Mungu anakusaidia kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, unamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Na ukimuhuzunisha Roho Mtakatifu, Biblia inasema anageuka, anakuwa adui yako na anaanza kupigana na wewe. Ndio maana Yesu alisema, Yesu alifunua hapa, dhambi ambayo haiwezi kusamehewa ni ile dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Mtu anamkufuru Roho Mtakatifu kwa kuendelea kukaidi, kutosikia sauti yake. Na anapoendelea kukaidi, kutosikia sauti yake, anaendelea katika kufanya yale anayoona yeye ni sawa, na baadaye anaanza kupambana na Roho Mtakatifu. Biblia inasema mtu huyu hatabaki salama. Roho wa Mungu atageuka, atapambana na wewe. Na ukipambana na Roho Mtakatifu, tegemea kushindwa. Hakuna mahali utaweza kushinda, wala hakuna mahali nitaweza kushinda. Usalama wako ni kujiweka chini ya mbawa zake na kumuomba anisaidie, ili kama kuna dhambi nimefanya, kama kuna dhambi umefanya, aweze kutuongoza tuiungame na hatimaye tumfurahishe Roho Mtakatifu. Swali la msingi ni hili: ninawezaje kumuhuzunisha Roho Mtakatifu? Mtu anaweza kumuhuzunisha Roho Mtakatifu kwa kuendelea kukaidi kuisikia sauti yake. Roho Mtakatifu daima kwa sauti yake ya upole, yeye bila kuonekana, kama ambavyo Yesu alifundisha, kwa kazi yake kama ya upepo katika mioyo ya wanadamu, anapowaongoza katika maisha ya utauwa, awaongoze waache dhambi. Watu wanapoendelea kukaidi, wanafika hatua ambayo wanamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Na unamuhuzunisha Roho Mtakatifu, unamfanya anahuzunika, anaumia kwa ajili ya vitendo ambavyo mtu amevifanya. Biblia inasema wana wa Israeli waliasi, wakamuhuzunisha Roho yake Mtakatifu. Na sikiliza, anasema walipomhuzunisha, akageuka, akapigana nao, akawa adui. Kwa hivyo kumbe haiishii tu hapo kwamba ukisha muhuzunisha Roho Mtakatifu afu inaishia hapo. Anasema ukimuhuzunisha Roho Mtakatifu, kinachofuata ni hatua ya pili. Roho Mtakatifu anageuka, anakuwa adui na anapigana na mtu ambaye ameendelea kukaidi, kuto kuisikia sauti yake. Kwa hivyo hayo mambo yanatufunulia kwa uwazi ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya kiungu. Tumeangalia hapo katika Matendo sura 13, anaeleza kwa uwazi Roho Mtakatifu anao utashi binafsi. Alisema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Lakini Biblia inatufunulia Roho Mtakatifu ana akili, ana ufahamu, ana mawazo. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10, anasema yeye anajua hata mafumbo ya Mungu. Hakuna anayeweza kujua mambo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu. Na jambo la tatu na la mwisho, tumeona Roho Mtakatifu ana hisia. Na hisia ambayo tumeiona kwa siku ya leo ni hisia ya upendo. Anasema msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Tunaweza kumhuzunisha kwa sababu ya vitendo ambavyo tunavifanya pengine sio sahihi katika maisha yetu. Mungu atubariki tunapokuwa tukitafakari ujumbe
wa siku hii ya leo, na tukimaliza kipindi chetu cha siku ya leo ni kukaribishe tena katika kipindi cha juma lijalo ambacho kitakuwa ni sehemu ya pili ya kipindi cha leo. Leo tulikuwa tunaangalia Roho Mtakatifu ni nafsi hai, na juma linalofuata tutaangalia Roho Mtakatifu nafsi hai sehemu ya pili. Mungu akubariki sana. Basi tunapohitimisha ni kualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru tena kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kuwa nasi, atuongoze na kutusaidia ili tusimuhuzunishe Roho Mtakatifu, na zaidi ya yote tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Ndilo ombi letu tunaomba kwa jina la Yesu, amen.